Je, unafahamu hatari ya kuvua viatu? Usiamini kila nyumba ambayo unayoingia pale inapotokea kwamba unatakiwa kuvua kiatu chako. Nataka nikueleze jambo usilolijua pale inapotokea unavua viatu kwenye nyumba usiyoijua. Usipende kuvua viatu katika nyumba usiyoijua. Bila kufanya uchunguzi wa kutosha, unaweza ukaacha maisha yako yote mahali hapo. Kuna watu hawafahamu ya kwamba tukio la kuvua viatu, nyayo zao zimebeba nini, na kuna kitu ambacho kinaweza kutendeka pale unapovua viatu na hawafahamu hili. Sasa nisikilize vizuri katika somo hili, utaweza kubarikiwa. Jambo la kwanza, naomba unisapoti kwa kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika akaunti hii, lakini pia like, kucomment na pamoja na kushare. Watumie watu wengine nao wapate kubarikiwa, waweze kufahamu ujumbe huu ambao siku ya leo. Jambo la kwanza, nataka uchunguze matukio kadhaa kabla hujaweza kusikiliza somo hili. Umewahi kujiuliza kwa nini Waislamu wanavua viatu wanapokutana msikitini ama wanapoingia msikitini? Ingawa nimechunguza katika Uislamu, kuna mambo kadhaa ambayo yanaachilia kuvua viatu. Kitu cha kwanza kinaachilia usafi, na kitu cha pili kinaachilia ni kitendo cha heshima kwa Allah. Lakini jambo lingine nataka ujiulize ya kwamba kwa nini ukienda kwa mganga kienyeji, unapokaribia tu mlangoni na hujaingia ndani unaambiwa vua viatu, kile kitendo kinaachilia nini? Ikiwa Waislamu wamejipambanua katika hayo mambo mawili, je, wewe unafahamu kwamba unapoingia kwa mganga kienyeji kuna sharti la kuvua viatu, tena inabidi uvue soksi na kila kitu. Sasa kuna hatari kubwa sana pale unapovua viatu vyako na unakuwa peku kabisa, huna socks kabisa, unaingia mahali pale. Ndipo kitu ambacho nataka nijipambanue siku. Na moja ya swali ambalo nataka pia ujiulize tena kwa wakati mwingine ni kwamba kwa nini watu wengi wanaopewa madawa ya kienyeji wanachimbia chini ya ardhi? Na hata katika maombi ya aina nyingi sana watumishi wa Mungu wanazungumzia kwa habari ya kukomboa ardhi. Kwa nini vitu vingi sana vinachimbiwa ardhini na ardhi inahusishwa na kukanyaga kwa mwanadamu kwa unyayo wake au na miguu yake? Sasa nazungumzia kuna hatari kubwa kukanyaga kwenye nyumba ya mtu usiyejua. Ukiwa umekanyaga peku, huna kiatu au huna soksi, nitaweza kuelezea jambo hili na utaweza kunielewa vizuri sana. Na kwa nini mtu akitaka kuharibu maisha yako ni lazima azoe nyayo zako? Yani mahali ulipokanyaga atachukua, na akifanikiwa kuchukua mahali ulipokanyaga amefanikiwa kuchukua maisha yako. Kwa nini? Ama mtu anaweza kuharibu mfumo wa maisha yako. Nyayo una nini? Katika mguu wako kuna nini? Kuna mlango wa kuzifikia baraka katika unyayo wako. Jambo ambalo nataka ulijue kwamba katika maisha ya mwanadamu, madhabahu zote, iwe ni madhabahu za Mungu au madhabahu za giza, zinajengwa katika ardhi, zinasimikwa katika ardhi. Kwa hiyo ardhi ndio imeficha miungu na kila kitu ambacho mwanadamu anakifanya chini ya ardhi. Na ardhi ni muhimili mkubwa sana wa maisha ya mtu, kwa sababu kila kitu ambacho kwake anakisimamisha lazima kihusishwe kusimama katika ardhi. Kwa hiyo leo nataka nikueleze jambo la kutisha ambalo huenda utaliogopa, lakini naomba uwe makini kuanzia leo unapoingia kwenye nyumba ya mtu. Sasa nisikilize mpendwa, watu wengi duniani hapa wanalindwa na nguvu za giza na ni wachache sana wanalindwa na nguvu za Mungu. Sasa ikitokea unaingia kwenye nyumba ya mtu ambaye una uhakika ya kwamba mtu huyu anamiliki ama analindwa na nguvu za giza, ama yeye ulinzi wake ni nguvu za giza, unapoingia kwenye nyumba ya mtu ambaye ana maagano na shetani, ukiwa umevua viatu vyako, jambo la kwanza litakalo kutokea ni hili ambalo nataka nikueleze. Kile kitendo cha kuvua kiatu na kile kitendo cha kuvua socks, ukawa peku kabisa, huna kitu, alafu unapoikanyaga ile ardhi ama sakafu ya nyumba yake, kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho, miungu inayokaa mahali pale, kuna kitu ambacho inafanya. Yani una connect miguu yako eneo ambalo linamilikiwa na madhabahu za giza. Kwa hiyo miungu, kitu cha kwanza ambacho inafanya, inataka kukujua wewe ni nani na umekuja kufanya nini pale. Kwa hiyo kitu ambacho inafanya, kitendo cha kukanyaga ile ardhi, wenzako wameshamwaga dawa, wameshatega mitego yao pale, wanakuskani kwenye miguu yako, kwenye unyayo, chini kabisa ya unyayo wanakuskani. Na baada ya kukuskani chini ya unyayo, kuna taarifa zako zote wanazichukua,
na wanajua ulichokuja kukifanya mahali pale, kwamba umekuja kumdhuru mtu wao, kuna jambo la siri. Wanajua kila kitu ulichokuja nacho pale, lakini pia wanakufahamu wewe ni mtu ambaye una maisha kiasi gani, kwamba wewe ni tajiri mkubwa sana, au wewe ni kiongozi, au wewe ni nabii. Wanakufahamu baada ya kuonekana umevua viatu vyako vyote, alafu wanakufahamu kwamba wewe pengine ni kiongozi ujae katika siku zinazokuja, wewe ni rais, au wewe ni waziri, au wewe ni mbunge. Wanakufahamu kwa urahisi sana, pia wanaifahamu nafasi yako. Sasa hebu fikiri kitu kimoja, ikiwa miungu hii imekusudia kumfanya mtu huyu aliyetega hii mitego ambayo umeingia katika nyumba yao kwamba kuwa mkuu kuliko wewe, kwa hiyo kama wakaona hii neema ulioibeba, unadhani watakuachia? Hawatakuachia. Sasa nirudi nyuma kidogo. Unapoingia kwenye kilinge cha mganga wa kienyeji ili akufahamu vizuri na hili taarifa zako zote aweze kuzichukua, anakuambia vua viatu. Sasa siwezi kuzungumzia sana kwenye Uislamu kwa sababu kuna uwezekano mkubwa hata kwenye Uislamu, ili Allah wanayemtumikia apate kuwajua washirika wake, lazima pia wavue viatu ili awaone vizuri washirika wake. Ni kile kabisa kiatu ambacho unavaaga na soksi ambazo unavaaga. Kumbe hivi viatu ukivaa kuna namna fulani vinazuia katika ulimwengu wa roho ufikiaji wa nguvu za giza. Ni kwamba wanataka uwe peku kabisa ili wakujue ama wakufahamu. Ingawa katika Ukristo naweza nikasema Musa aliambiwa avue viatu. Sasa katika Ukristo sisi tunatafsiri ya kwamba Musa alivyoambiwa avue viatu, aliambiwa atubu, aondoe misimamo yake ya dhambi. Vitu ambavyo alikuwa hawezi kuviacha. Ukisoma katika maandiko matakatifu kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yohana, anamzungumzia Yesu, anasema mimi siwezi kufunga gidamu za kiatu chake. Maanake ni kwamba Yohana anasema siwezi kusimama kwenye nafasi yake ama kuizungumzia nafasi yake, kwa sababu nafasi ya mtu huyu ni nafasi kubwa. Lakini kwa habari ya Musa ilikuwa inahusu toba, alipokuwa anaambiwa avue viatu, manake avue misimamo aliyoivaa. Lakini hapa ninazungumzia kabisa kiatu cha kimwili kinaweza kikazuia ufikiaji wa nguvu za giza kutoka alizini. Ndio maana mganga anakuambia vua kiatu, kwa sababu miungu yake kuna uwezekano mkubwa kama utavaa kiatu itazuiliwa kukufikia kwa haraka kwenye miguu yako. Kwa hiyo inatoa agizo mapema sana, mtu yoyote atakayefika mahali hapa mwambieni avue viatu. Na tena ukiingia na viatu ndani wanakasirika. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu utakuwa umewachelewesha kukufahamu. Sasa mtumishi wa Mungu, mimi sikufundishi kitu ambacho sikifahamu. Mimi niliwahi kuitwa nyumba moja niende nikamwombee mtu. Nilipokanyaga katika nyumba ile, kuna tatizo likanitokea katika miguu yangu, na ghafla nikajikuta ninapoteza uwezo wa kuomba. Yani sio napoteza, yani sikai vizuri. Kumbe miguu yangu nikawa nimeconnect kwenye madhabahu ya giza, na nilikuwa nimevua viatu na socks katika nyumba ile, nikawa sielewi. Nilienda kumwombea mtu, tena ilikuwa Dodoma. Ile nyumba waganga walikuja walichimbia kitu alizini. Alafu watumishi wengi walikuwa wanaingia kwenye ile nyumba, walikuwa wamfungia ile dada. Kumbe walikuwa wajui kwamba pale chini kuna kitu kimechimbiwa. Sasa mimi baada kuona kwamba naanza kuona napoteza kumbukumbu zangu nzuri za maombi, siendi sawa, nikagairi, nikaamua kumwomba Roho Mtakatifu anisaidie kujua kuna nini. Ndipo akaniambia kuna kitu kimechimbiwa na kuna dawa nyingi sana zimemwagwa kwenye hii nyumba. Ni kwamba mtu yoyote akiingia tu miguu yake wanamskani kwa chini ya nyayo kabisa. Kwa hiyo na mimi nikaona kabisa kwamba wananiskani, kwa sababu ilikuwa ni imaa yao. Hata kama nimeokoka, lakini ile ilikuwa ni imaa yao. Sasa sikiliza vizuri kitu kingine. Kuna siku niliwahi kuitwa na mtu mmoja niende nyumbani kwake. Sasa yule mtu kumbe alikuwa ameagizwa na Freemason kwamba aniunganishe gizani. Mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo akanipeleka eneo moja, nikaenda nikakaa. Kumbe pale aliponipeleka nikaenda kukaa, kulikuwa kuna madhabahu ya Freemason, akanisimamisha juu yake. Mimi nikawa sijui. Lakini
kuna taarifa nikaanza kuzipokea. Unajua Roho Mtakatifu anaongea kwa akili sana. Huwezi kusikia sauti ya Mungu ukiwa unasikia mataarifa au mazungumzo mengi. Wale watu walikuwa wananiongelesha vitu vingi sana, mtumishi, na walikuwa sio mtu mmoja, lakini kumbe hapo kulikuwa kuna madhabahu ya giza, na wakanikalisha pale, na mimi nikakaa kwenye kiti, miguu yangu nikaweka pale chini kabisa. Sasa kuna tukio nikaanza kukutana nalo wakati nimekaa pale, nikaanza kuhisi napoteza tena uwezo wa kutafakari maandiko matakatifu. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nilikutana nacho, nikajikuta na miguu yangu inaanza kuniuma. Ndipo nilipoondoka kwa haraka sana, kwa sababu niligundua hili sio tukio la kawaida. Kwa nini nashambuliwa mahali hapa? Nikatoka. Nilipotoka nikamwomba Mungu usiku, nikajikuta napoteza uwezo wa kuomba. Nilipoingia kulala usiku nikamwomba Mungu tena, naomba unijulishe nini kimetokea. Nikaota ndoto kimevuliwa kiatu kimoja cha mguu wa kushoto, na nikasikia wale watu wanazungumza, wanasema tumemvua kiatu cha mguu wa kushoto, hiki kiatu cha pili tutamvua, na jinsi ya kumvua kiatu hiki cha pili inabidi tumtumie mwanamke mrembo sana, na huyo mwanamke alikuwa tayari tena alikuwepo hapo ndo aliyenipeleka hapo. Kwa hiyo akasema inabidi ajenge mahusiano na huyu mwanamke, kwa sababu huyu mtumishi yupo makini sana. Na tena siku ile walinipa zawadi kubwa sana ili kuniingiza gizani. Walinipa simu, na mimi wakati huo nilikuwa sijawahi kutumia touch. Kwa hiyo nikapewa zawadi kubwa sana. Mpendwa, niliingia kwenye maombi makali sana kwa ajili ya kurejesha hicho kiatu. Sasa naomba nikujulishe hiki kitu ambacho usichokijua. Huu ni ushuhuda tu ambao nimekupa, na siwezi kukufundisha kitu ambacho mimi sijapitia na sijakiona katika maisha yangu. Watumishi wa Mungu, unaweza ukatoka nyumbani kwako, unaenda kufanya maombi nyumba fulani, alafu unakuta unavyoingia pale, maelekezo ambayo Roho Mtakatifu aliyokuwa nakupa huko ulikotoka, baada ya kuingia tu kwenye nyumba ile inashindikana, na Roho Mtakatifu akupi zile taarifa. Haujui kilichojengwa na kilichochimbiwa ardhini. Si kwamba Mungu anashindwa kufanya kazi. Iko hivi, shetani anafanya kazi kwa kanuni, na shetani anafanya kazi kwa sheria. Kuna mahali ukimwingilia shetani na utumishi wako anakupiga. Ndio maana ukiangalia maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Mathayo 4 utaona shetani mpaka anamnyanyua Yesu, anampandisha juu ya kinara, kwa sababu alikuwa yupo kwenye madhabahu yake. Si alimwambia ulimwengu wote na utawala mimi? Ndio maana akamnyanyua, akampeleka juu ya kinara. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba unapoingia kwenye nyumba ya mtu ambaye anamiliki madhabahu ya giza ambazo yeye mwenyewe hayuko tayari kutubu, hayuko tayari kuziacha, huwezi kubadilisha chochote zaidi ya kupigwa, zaidi ya kupambana vita ambayo hutakuwa na mafanikio nayo. Chunga sana watu ambao wanaokuambia mtumishi wa Mungu njoo nyumbani, kanisani kwako hawataki kuja, ila wanakusubiri tu ibada ikiisha wanakuitia nyumbani kwao. Hao watu usipokuwa makini wanafanya vita na wewe, na wewe unakuwa haujui kama hao watu wanapigana na wewe. Wewe madhabahu umeijenga kanisani, wao wanakuitia nyumbani kwao. Huku kuna madhabahu ya namna gani? Huku utakula vyakula vyao ambavyo vimenajisiwa na miungu. Sasa kitendo cha kuingia tu lazima utaharibiwa. Sasa nisikize vizuri mtumishi wa Mungu. Wakati watu mnashangilia kwenda kwenye mialiko ya aina mbalimbali, birthday sijui na vitu gani unaalikwa, naomba uelewe kitu kimoja. Ingawa hapa sijakufundisha kwa habari ya vile viatu vya kiroho ambavyo tunatakiwa kuvivaa, silaha za kiroho ambazo tunatakiwa kuzivaa miguuni, ambalo neno la Mungu lenyewe ambalo linageuka kuwa kiatu katika miguu yetu. Lakini hapa nimekueleza tu kwa habari ya mwilini. Tafadhali, tukio la kuvua kiatu mwilini unampa urahisi sana adui kukujua eneo lolote lile utakaloingia. Kwa hiyo kama unavua kiatu kwenye nyumba ya mtu, hiyo nyumba iamini na uijue kwamba hii nyumba ni ya nani, ni ya fulani, ni mtu ambaye unamfahamu kabisa ama mnajuana vizuri, au Roho Mtakatifu amekushuhudia, vua viatu, ingia. Lakini kama utavua viatu kwenye nyumba ya mtu anayemiliki mashetani, lazima utafanyiwa kitu kibaya kwenye miguu yako, hutaweza kuelewa, na mashetani yatapenya kwenye miguu. Ndio maana kuna watu wengi wakitoka eneo moja kwenda eneo jingine, ama wakitoka madhabahu moja kwenda madhabahu nyingine, wakirudi wamepoteza uwezo wao wa kunena kwa lugha, maono, ndoto. Mara wanaanza kusahau vitu ambavyo walikuwa wanaviona katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kumbe tayari adui alishawavamia huko walikoelekea, na tayari alishaondoa baraka zao katika miguu. Sasa nisikuache mbali sana. Ikiwa mimi nimekueleza kwamba kuna taarifa nilianza kuipokea katika miguu, na hata wewe utaanza baada ya kuvua viatu na kuingia kwenye nyumba ya mtu, hata wewe utaanza kupokea taarifa kwenye miguu yako. Mara utaanza kusikia
kitu kama maumivu kwenye miguu yako, alafu kama kuna nguvu, yani maumivu yanayohamahama kwenye miguu yako, utaanza kusikia kama maumivu kwenye miguu yako, au miguu yako utashangaa inakosa utulivu, mara ukunje hivi, mara uweke hivi. Sasa unajua, ujiulize kwa nini unaweka miguu hivi, mara uweke juu ya kitu miguu yako, upandishe juu ya sofa, mara upandishe, mara utamani kulala usingizi. Yote hayo, kuna nyumba moja nilishai kuingia mimi, nikavua viatu, nikavua viatu, nikaingia ndani, kuja kukaa ndani, kilichonikuta nikalala usingizi mzito, kwa sababu nikapigwa kwenye miguu hivyo. Nimepitia vitu vingi sana, lakini nashukuru Mtakatifu alinifundisha mpaka sasa nikiingia hata kwenye nyumba ya mtu nikiwa nimevua viatu, zaidi ya kuharibiwa wao, siwezi kuharibiwa mimi kwa uwezo nilionao sasa, naweza nikafika kwenye nyumba ya mtu nikavua viatu nikaingia. Kwa hiyo hapa ninamfundisha mtu ambaye pia anayekuwa kiroho, sio mepesi, ama Mungu mpaka kujulishe njia za kupambana, ama akuhakikishie katika miguu yako kuna uwezo mkubwa sana wa kupambana na hizo nguvu. Lakini kama wokovu wako hujafikia kiwango kikubwa sana, usijiamini kuvua viatu kwenye nyumba za watu. Tafadhali bora uvae, itakusaidia. Unaweza ukawa unamdai mtu, unampigia simu kabisa, ndugu yangu na kudai, akakwambia hebu njoo nyumbani. Wewe hujui nyumbani kwake unaitwa kitu gani. Kitendo cha kuingia nyumbani kwake, wewe ndo utampangia muda wa kulipa, utampangia muda wa kulipa hela zako wewe mwenyewe, kwa sababu umeshaingia kwenye madhabahu. Ukifika pale unatulizwa, na baada ya kutulizwa utapanga mwenyewe, ndugu yangu naona au naomba hela zangu unilipe mwakani, wewe mwenyewe. Na ukitoka pale utaanza kujilaumu. Kuna watu wengine, namkumbuka mtu mmoja alikuwa rafiki yangu, alikuwa anadaiwa na watu wengi. Wale watu wanakuja huko, wanatoka na mapanga, wanakuja kwa na hasira, wakiingia tu kwenye nyumba yake wanapanga wenyewe siku za kulipwa hela wote, kwa sababu walikuwa wanakutana na madhabahu ya giza. Jamaa alikuwa amemwaga dawa katika nyumba yake. Ukikanyaga tu unamilikiwa, unatawaliwa, hakuna kuongea, hakuna kuleta ubishi, hakuna kuleta ubabe. Kuna nguvu inapenya kutoka kwenye ardhi, inaingia katika nyayo zao na kuwafunga vinywa, hakuna kuzungumza, na ujasiri wao wote unakufa, hakuna mtu anazungumza kitu. Nataka niwaambie, nyumba za watu ni madhabahu za giza. Ukiingia unaweza ukaacha hatima yako, maisha yako. Ndio maana kuna watu ambao sasa nataka nizungumzie kwa habari ya ndoto. Hapo sasa nilikuwa nazungumzia mwilini kabisa, huku sasa nataka nizungumzie kwa habari ya ndoto. Sasa kuna watu ambao sasa wanaota ndoto wameibiwa viatu. Angalia sana nyumba unayoiota, ndo hapo walichukua. Au unaona umesahau ndala au umesahau viatu nyumba fulani, hapo ndipo walipokuibia. Hebu nikupe mfano mmoja. Ukiota ndoto umevaa kiatu cha jeshi, ama ukiota ndoto umevaa kiatu cha kupanda, ama kiatu kizuri sana, manake kiatu tu ambacho ni kizuri sana, inamaanisha ya kwamba wewe una kibali kila mahali utakapo kanyaga nyayo zako. Kiatu kinawakilisha kibali kizuri. Ikiwa unaota ndoto umevaa kiatu kichafu, manake Mungu anakuambia huna kibali. Ikiwa unaota ndoto unaona huna kiatu kabisa, Mungu anakuambia huna kibali kabisa, au kibali chako kimeibiwa, huna. Sasa haya ni mambo ambayo wakati mwingine mwanamke anataka kuolewa, au mtu anataka kusafiri kwenda kufanya biashara mahali fulani, alafu unaota ndoto kwamba huna viatu. Manake Mungu anakupa taarifa ya kwamba hilo unaloliendea huna kibali, na kibali chako kimeibiwa. Kwa tafuta kwanza kibali chako. Hasa kwa mtu ambaye anataka kuoa ama kuolewa, unaota ndoto kwamba hauna viatu, manake Mungu anakuambia huna kibali juu ya jambo hilo ambalo unaloliendea. Pia kwenye kuchafuka kiatu chako, Mungu anakuambia, ama kuharibika, Mungu anakuambia kibali chako kimeharibiwa. Kwa hiyo ikiwa kibali chako kimeharibiwa, kitakachokupata kuna hatari ya kuchukiwa na kupitia manyanyaso makubwa sana. Kwa hiyo ni bora ukaomba mpaka wote kiatu chako kiko safi na kimekwisha kurejea. Na mwingine anaota kiatu chake kinaenda na maji, ama kimechukuliwa na maji. Maanake ni kwamba matatizo, wewe ni mtu ambaye upo kwenye matatizo mazito, na matatizo hayo yana lengo la kuua kibali chako. Ukiota viatu vyako viko shule ama viko kijijini, maanake hapo ndipo ulikutana na mtaalamu wa kuiba kibali chako, aliiba kakiacha hapo. Omba maombi ya kurejesha kibali katika miguu yako. Kuna nguvu
katika miguu yetu wapendwa, zinazowakilisha nafasi katika maisha yetu ambayo Mungu ametuumbia. Hebu nitafsiri kitu kimoja. Nyayo za mwanadamu, kuna vitu ambavyo inawakilisha baraka zenye nguvu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nyayo zinawakilisha mwenendo wa mtu wenye mafanikio makubwa. Nyayo zinawakilisha, au miguu na nyayo ni vitu ambavyo vinavyoendana, vinawakilisha mwenendo wa mtu wenye mafanikio makubwa na yenye ufanisi mkubwa sana. Sasa ukiota una kiatu kizuri ama una kiatu cha jeshi, manake, au kiatu kilichopanda, manake unaonyeshwa uwezo wa kupambana na matatizo ndani yako ni mkubwa, na safari yako hakuna mtu anayeweza kuizuia. Au baraka zako, maisha yako, hakuna mtu anayeweza kuzuia. Viatu vinawakilisha mambo aliyoyabeba mtu yenye ushindi mkubwa. Viatu vizuri na vikubwa kama hivyo nilivyoviota vinawakilisha mambo aliyoyabeba mtu yenye ushindi mkubwa. Lakini pia kwa tafsiri nyingine, kwenye hicho kiatu cha jeshi ama kiatu kikubwa ama gambot, inawakilisha uwezo wa mtu kupambana na mambo machafu, uwezo wa mtu kupambana. Huyu mtu ukimshambulia ni ngumu sana kushambulika. Uwezo wa mtu kupambana na mambo machafu. Kwa wakati mwingine ukiota hivyo viatu, manake Mungu amekuumbia ama amekuwekea uwezo mkubwa wa kupambana na mambo machafu. Lakini neno kuvua viatu katika Biblia, kama nilivyokwisha kukwambia hapo nyuma, linamaanisha toba, kama vile ambavyo Musa aliweza kuambiwa na Mungu, vua viatu vyako. Kwa ukiona una viatu vichafu, manake Mungu anakuambia tena, inawezekana anakuambia tena, yavue matendo yako machafu. Katika Biblia, nyayo zinawakilisha utii wenye baraka. Nyayo zinawakilisha utii wenye baraka. Biblia inasema, wana miguu mizuri kama nini wale waipelekao habari njema. Hii inahusisha nyayo, utii wenye baraka. Lakini pia nyayo au miguu inawakilisha makosa. Miguu yao ni mepesi kukimbilia kutenda dhambi. Lakini pia nyayo au miguu inawakilisha nguvu ya baraka inayoweza kuinua maisha ya watu wengine, inayoweza kuinua maisha ya watu wengine na kuwatoa. Nyayo zinawakilisha safari ya maisha, kuwanyanyua watu, kuwatoa katika shida na kuwaweka katika baraka. Kwa hiyo miguu imebeba mahusiano kati ya maisha yako na watu wengine. Baraka zote hizi zinapitishwa chini ya unyayo ama zimehifadhiwa chini ya unyayo wa mwanadamu, kwa sababu katika maisha ya mwanadamu, kutenda mema ndiko kuliko beba thawabu ya maisha yake. Kutenda mema ndiko kuliko beba mafanikio yake. Kuhusisha maisha yake kati yake na watu wengine ndiko kuliko beba utajiri wa maisha yake. Kutoka eneo moja kupeleka habari njema eneo jingine ndiko kuliko beba mafanikio makubwa katika maisha yake. Kwa hiyo utagundua ya kwamba nyayo zimebeba baraka zote za maisha yako, ama zinahusisha baraka zote za maisha yako, za kutoka na kuingia. Ndio maana Biblia inasema utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Ndio maana Mungu anamwambia Yoshua neno hili ya kwamba mtakapo kanyaga nyayo zenu mtapamiliki. Kwa hiyo unaona, umiliki unaanzia kwenye nyayo, na adui anatafuta nyayo, na mchawi akipata nyayo zako umekwisha. Anaweza kuiba historia nzima ya maisha yako. Kwa hiyo ikiwa wewe haujui miguu imebeba nini, basi nataka nikuambie, unaweza ukaibiwa maisha yako yote na usijue. Unaweza ukaibiwa baraka zako zote. Nataka nikwambie, moja ya kitu ambacho unatakiwa kukiombea sana, ombea sana miguu yako, kwa sababu miguu imebeba vitu vikubwa sana, imeficha vitu vyenye nguvu sana. Usiwe mwepesi unapoingia kwenye nyumba za watu kuamini tu. Nataka nikwambie, kama unakwenda kwenye nyumba ya mtu yoyote, ikiwezekana kama una gari yako, basi beba
viatu vingine vya kuingilia ndani kwao. Wewe usiogope, kwani sio anaogopa uchafu. Beba viatu vingine rasmi vya kuingilia ndani. Hakuna kuaminiana. Hata kama unamwamini, mimi siwezi kuingia kwenye nyumba ya mtu, nataka nikwambie nikiwa pekua, hii haiwezi kutokea. Sitaki hayo majaribu. Ingawa ninajua kwamba shetani hawezi kunifanya chochote, lakini sitaki kumpa nafasi hiyo mpaka aguse nyayo zangu, kwa sababu pia wanafuatilia pale mahali ulipokanyaga. Kwa hiyo kama unavyoona katika picha hii, kitu ambacho nimekuonyesha hapa ni kwamba kitendo cha kukanyaga zile madhabahu zina sense na zinaamka, zinaanza kuskani miguu yako na zinachukua nguvu zako zote. Ndio maana kuna watu walipoingia kwenye nyumba za watu fulani, waliporudi hakuna kuoa, hakuna kuolewa. Maisha yao mpaka leo ni magumu, ni mabaya, na wengine hawawezi kuomba, hawawezi kumtumikia Mungu, hawawezi kusoma Biblia, kwa sababu adui amehakikisha amejenga madhabahu kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo nakushauri siku ya leo, ilinde miguu yako kimwili na kiroho. Ilinde miguu yako kimwili na kiroho. Wakati mwingine ikiwa unatoka unakwenda kwenye nyumba ya mtu yoyote, nataka nikushauri kitu. Chukua maji, yaombee. Wenzako wanachukua dawa na mwaga kwenye nyumba zao. Yaombee. Yatamkie. Haya maji ninayabadili kuwa damu ya Yesu. Sawa na kitabu cha Ufunuo 11 mstari kuanzia wa 6. Anasema wana amri juu ya maji kubadili kuwa damu ya Yesu. Na naigeuza maji kuwa damu na ninaigeuza kuwa pigo. Ninamwaga katika miguu yangu. Chochote kitakachojaribu kugusa miguu yangu kitakufa kabla akijaweza kunigusa, na miguu yangu isionekane. Hakuna chochote kitakachoweza kugusa ama kuskani miguu yangu. Ombea miguu yako. Ombea miguu yako. Hakuna kitu kitakachogusa. Hakuna kitu kitakachogusa miguu yangu. Hakuna uchawi utakaopenya kwenye miguu yangu. Naifunika miguu yangu kwa damu ya Yesu. Naifunika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie jambo moja. Kuna mtu mmoja nilienda kumwombea, aliniita nyumbani kwake nikamwombea. Nikakuta miguu yake imeharibika. Akaniambia kwamba wakati namuuliza kwamba tatizo hili lilikuanzia wakati gani? Akaniambia kwamba tatizo lilimwanza wakati ambapo alikuwa anafanya usafi nje na ghafla akakanyaga kitu kama kamiba kalichoma chini ya nyayo zake, na mpaka leo miguu yake imeharibiwa sana. Sikiliza maandiko matakatifu yanavyosema katika Zaburi ya 57 mstari wa 6. Wameweka wavu ili kunasa miguu yangu. Umeona? Anasema wameweka wavu ili kunasa miguu. Mitego mingi inategwa katika miguu. Kuna watu wengi miguu yao inauma na ina matatizo, ina vidonda, ina changamoto nyingi. Nataka nikwambie kwamba adui mara nyingi anapitisha sana uharibifu kwenye lango la miguu chini ya nyayo. Usipende kuingia kwenye nyumba za watu usioweza kuwafahamu, wanaomiliki nguvu za giza, miguu yako ikiwa wazi. Tafadhali, kitendo cha kuingia katika nyumba hizo kuna uwezekano mkubwa wa kuacha baraka zako na kutoka na mabaraa na kutoka na magonjwa, kwa sababu mizimu inayoishi kwenye nyumba ile inahakikisha muhusika yule anayeitunza anabarikiwa kuliko wewe. Kwa hiyo wewe, kitendo cha kujipendekeza katika nyumba hiyo mizimu haitakuacha. Itaiba kila kitu ulichopewa na Mungu na itahakikisha inakuzuia unakuwa maskini na mtu usiokuwa na mafanikio kabisa. Na kitendo tu cha kukanyaga katika ardhi hiyo, nimesema kwamba watakufahamu, watakujua wewe ni nani, na watakuzuia, wataizuia pia hiyo nafasi yako. Hata kama wewe unataka kuwa una ndoto nyingi sana na Mungu amekuandikia vitu vikubwa sana, watakuibia kila kitu na watakuharibia. Nisikilize, inawezekana wasiibe, ila wataharibu kila kitu ambacho wewe unafikiria kukifanya katika maisha yako. Unapoingia kwenye nyumba ya mtu, chunga sana miguu yako kuvuavua viatu. Ingia
Nunua kitu chochote kile cha kuingilia ndani, vaa socks, ingia ndani. Usiamini sana watu. Mimi nimekutana na hilo tukio, ndio maana siku ya leo nimekuletea clip hii. Sijakuletea kuja kukufundisha, kuja kukutisha. Najua kila mtu anayo imani na tunajua kwamba tuna waganga kienyeji. Nimekuletea clip fahamu ya kwamba mimi nimekutana na hilo tukio na Mungu alinisaidia kwa sababu ninaye Mungu. Kama ninavyokuambia kwamba nilivuliwa kiatu katika mguu wangu. Nilikanyagishwa mguu kwenye madhabahu ya giza na sikujua, lakini nilipata ishara kwenye mguu wangu, nilisikia maumivu na ndani nikasikia Mungu akaniambia toka mahali hapa. Nikaondoka pale mahali ghafla na wale watu nikawaambia kwamba acheni niondoke niende mahali ambapo mimi nataka. Nilipoondoka wakanifuata kule nikoelekea na wakafanikiwa kumbe kuondoa mguu mmoja. Kwa nini walifanikiwa kuondoa? Ni kwamba ukiwa kwenye imaa yao wanakuondolea kile kitu cha thamani. Hebu fikiria kitu kimoja. Wana wa Israeli walialikwa katika harusi, na kama unakumbuka walivyoalika katika ile harusi, uwepo wao katika ile harusi walinajisiwa, waliharibiwa kila kitu. Na wewe uwepo wako hapo unapoelekea, hapo unapoalikwa, kitendo cha kuvuavua viatu, nataka nikuambie, nakupa tahadhari, tafadhali linda wokovu wako, linda neema aliyokupa Mungu. Usiamini sana watu hapa duniani. Neema iliyoko ndani yako inaweza ikaondolewa. Sawa, kuna wakati nitakuja na somo lingine. Unaweza ukaingia kwenye nyumba ya mtu na ukaacha maisha yako yote na usitoke nayo, na ukatoka na mabaraa na mikosi. Amen. Naomba utamke maneno haya baada ya kusikiza klipu hii na kusikiza somo hili. Lakini pia ninakuomba kama ni mara yako ya kwanza, usiache kusupport kwa kulike, kucomment, lakini pamoja na kushare, kuwatumia watu wengine waweze kubarikiwa. Naomba utamke maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Leo ninakuamini wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, natubu dhambi zangu zote, makosa yangu yote. Naomba unisamehe dhambi na makosa yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Naomba ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Siko tayari tena kuwa mtu mwenye kutenda dhambi. Naomba uniandike katika kitabu cha uzima. Natamani kuanzia sasa niwe mtu wa kutenda mema. Yesu Kristo mwana wa Mungu, naomba unipe wokovu wako. Naomba unipe neema ya wokovu wako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Dhambi na makosa yangu nisamehewe yote, yafute kabisa. Sala hii nimekuongoza kama wewe hujampokea Yesu Kristo, lakini nakuomba kama uko mbali, tafuta mchungaji aweze kukuongoza zaidi. Hii nimekuongoza kwa haraka tu kama hujampokea Yesu Kristo. Lakini sasa naomba nikuombe. Naomba wewe ambaye unahisi miguu yako imeibiwa, ama miguu yako kuna kitu kimetendeka, ama unapita katika magonjwa ya aina mbalimbali, miguu yako imevimba, naomba tuombe wewe na mimi wakati huu. Baba, katika jina la Yesu, shika mikono katika miguu yako. Ninafungua miguu ya mtu huyu, ya mtumishi wako katika jina la Yesu. Miguu yako imekamatwa, wamekamata safari zako, wamekamata safari zako za kwenda mbali, wamekamata utajiri, wamekamata maisha ya baraka, wamekamata maisha ya neema, wamekamata nguvu yako ya uchumi, wamekamata safari zako za injili, wamekamata baraka na ukuu wako katika jina la Yesu Kristo lenye uhai. Ninafungua miguu iliyofungwa, ninafuta vidonda katika miguu yako, maumivu, giza, uharibifu wa kuzimu katika miguu ninakuondolea kwa jina la Yesu. Mateso ya kuzimu katika miguu yako na yaondoa. Laana, bara na kila aliyekuondolea baraka, na kila aliyekuondolea utajiri, na kila aliyekuondolea mafanikio ninarejesha kwa jina la Yesu. Na kila aliyevaa miguu yako anaachia, kila aliyekamata miguu yako anaachia, kila aliyefunga kamba miguu yako anaachia, kila uchawi, kila uganga achia kwa jina la Yesu. Mauti na uchawi katika miguu yako ninaamuru achia kwa moto Roho Mtakatifu. Madhabahu za kuzimu na giza zinakuachia katika miguu yako. Ninafungua miguu yako na kuitoa katika vifungo vya kuzimu na kuitoa katika vifungo vya giza katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana akufungue miguu yako, akuweke huru sasa. Kila uharibifu uliotewa katika miguu yako ninauondoa. Nguvu za giza, nguvu za kichawi
naziondoa kwa damu ya mwana kondoo. Shetani, achia mafanikio, achia uzima. Na miguu yako kama kuna mahali ipo, viatu vyako kuna mahali vipo, na virejesha kwa jina la Yesu. Narejesha baraka katika miguu yako, narejesha nguvu katika miguu yako, narejesha ushindi katika miguu yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Pokea baraka, pokea ushindi katika mwili na roho kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyopandikizwa na uharibifu ambao umeupata katika mwili wako, ulipita katika malango ya miguu, na bomoa na kuondoa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Nafungua maisha yako, nafungua miguu yako, nafungua mwili wako, uwe huru sasa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu akusaidie. Bwana Yesu akuongoze. Bwana Yesu akutie nguvu. Bwana Yesu akuimarishe. Bwana Yesu akupe neema na uwezo mwingi katika jina la Yesu. Mimi nalifuta giza na kuangusha madhabahu za kila namna. Nafuta balaa na laana katika miguu yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu akufungue, akuweke huru, akuondolee kila hukumu ya giza na kila mateso na kila laana katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Rudisha miguu yako, omba maombi ya kurejesha. Kila aliyekamata miguu yako rejesha, aliyeshikilia kuzimu mahali popote, warejeshe miguu yako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila aliyekamata miguu yako na kuifunga kichawi apate kuachia na kurejesha kwa moto Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali ambapo miguu yako imepelekwa, imekamatwa, imefungwa gizani, hakikisha kwamba unaomba maombi ya kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Mungu muombe usiku na mchana, na kisha unatenga muda zaidi kuhakikisha kwamba unaomba kufanya maombi ya urejesho katika miguu yako, na kila nguvu iliyofunika na kukamata miguu yako iachie mahali popote kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Endelea kuomba usiku na mchana, Mungu atakusaidia. Wapo watu wengi ambayo miguu yao imekamatwa, miguu yao imefungwa, miguu yao imefungwa kamba za kuzimu, miguu yao imefungwa kamba za mauti, miguu yao imekamatwa na kufungwa minyororo kwa sababu walikanyaga katika madhabahu za wachawi na hizo madhabahu zikawagundua. Lakini sizungumzie hapo tu, hata waganga kienyeji ambako uliwahi kukanyaga miguu yako hivyo, lazima nyayo zako umeziacha kule. Hakikisha unaomba maombi ya kurejesha kila mahali ambapo waligusa nyayo zako, walikamata, walifanya chote, ulichanjia katika visigino. Rejesha nyayo zako kila mahali ulipowahi kukanyaga, rejesha. Mwambie Mungu, kila mahali ambapo nilikanyaga miguu yangu na rejesha kwa jina la Yesu Kristo. Kila nchi ambayo nilikwenda, kila ardhi ambayo nilikwenda, ikiwezekana kama waganga ulioenda kwao majina yao unayajua, rejesha nyayo zako kwa damu ya mwana kondoo. Kuna uwezekano siku leo upendwe katika ndoa yako, unawezekana siku leo upendwe katika familia yako, na kunawezekana siku leo unapitia magumu, unafukuzwa kazi, na kuna uwezekano siku leo watu wengi wanakuchukia, lakini haujui katika ulimwengu wa roho kuna neema imeondolewa katika miguu yako. Sasa hakikisha kwamba unarejesha kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu kila walichoiba, kila walichokamata, nguvu yako halisi ya kufanikiwa katika miguu, na rejesha kila mahali walipoficha, kila mahali walipopeleka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Mungu akubariki sana, nikutakie ibada njema. Endelea kumtumikia Mungu kama nilivyokuambia. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika account hii, usiache kusupport kwa kusubscribe pamoja na kucomment. Mungu akubariki na akupe neema na nguvu katika mambo yote. Mimi nikutakie kazi njema. Amen. Na endelea kufuatilia akaunti hii, bado kuna masomo mengi yanakuja ambayo utabarikiwa na Mungu atazidi kukuinua katika jina la Yesu.